Mgogoro kati ya Israel na Iran unaendelea kuingia katika hatua mpya na hatari baada ya mashambulizi ya anga ya Israel Jumapili kulenga mali za kijeshi na ujasusi ndani kabisa ya ardhi ya Iran na kuwaua makamanda wakuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimethibitisha rasmi kuwa Brigedia Jenerali Mohammad Kazemi, mkuu wa kitengo cha ujasusi cha IRGC, na naibu wake Hassan Muhakik waliuawa katika mashambulizi ya Israel yaliyofanyika Jumapili. Afisa watatu wa ujasusi wa IRGC, Mohsen Baheri, pia alithibitishwa kufariki katika mashambulizi hayo mjini Tehran. Shirika la habari la Tasnim linalohusishwa na IRGC na televisheni ya taifa ya IRIB viliripoti vifo hivyo, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akithibitisha kupitia mahojiano na Fox News, "Tumempata mkuu wao wa ujasusi na naibu wake huko Tehran." Kwa mujibu wa jeshi la ulinzi la Israel IDF, mashambulizi hayo yalikuwa sehemu ya wimbi kubwa la mashambulizi yaliyolenga kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutengeneza silaha. Mashambulizi hayo yalilenga miundombinu ya IRGC pamoja na kikosi maalumu cha Quds na jeshi la kawaida la Iran. Vituo vingi vya utengenezaji wa silaha kote Iran vililengwa, IDF ilisema. Shirika la habari la Mehr la huko Iran liliripoti pia kuwa jengo la wizara ya mambo ya nje mjini Tehran lililengwa na kombora la Israel. Raisi wa taasisi ya masuala ya kisiasa na kimataifa, Said Hatibzadeh, alithibitisha uharibifu huo na kushare video inayoonyesha maktaba ya taasisi hiyo ikiharibiwa. Israel haijatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo. Mashambulizi hayo yamesababisha hofu na taharuki kubwa mjini Tehran. Maduka yalifungwa kote jijini humo wakati mashambulizi yalipoanza. Foleni ndefu zikajitokeza kwenye vituo vya mafuta na wakazi wengi walijaribu kukimbilia maeneo salama zaidi. Hata hivyo, msongamano mkubwa wa magari uliwazuia wengi kuondoka mjini humo. Mkazi mmoja wa Tehran aliyefanikiwa kutoroka aliviambia vyombo vya habari, "Sidhani kama nimeshajitambua kuwa naishi kwenye eneo la vita hai, na sina uhakika nitakapokubali hali hii. Hii si vita yangu, nataka tu familia yangu isalimike." Wengine walieleza hali kwa kukata tamaa, wakisema kila mtu anajaribu kutoroka Tehran kwa njia yoyote ile na hakuna sehemu salama kwa sasa. Kutokana na udhibiti wa serikali wa Iran, wengi wamegeukia matumizi ya programu za ujumbe zilizopigwa marufuku kwa kutumia VPN kupanga mipango ya kutoroka na kupata taarifa za usalama. Ujumbe unaosambaa kwenye makundi haya unatoa tahadhari kwa watu wanaojaribu kuondoka mjini humo.